Taarifa kubwa sana kuhusu hali ya Mashariki ya Kati ya kiusalama ni kwamba Israel na Lebanoni zakubaliana kuongeza muda wa kusitisha mapigano kwa wiki 3 licha ya Hezbollah kupinga hatua hiyo. Taarifa inaeleza kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa Israel na Lebanon zimekubaliana kuongeza muda wa kusitisha mapigano kwa wiki 3 kufuatia mazungumzo yaliyofanyika ikulu ya White House siku ya Alhamis. Kwa mujibu wa Trump, mazungumzo kati ya mabalozi wa Israel na Lebanon nchini Marekani, ambayo ni ya pili ndani ya wiki moja, yalifanyika kwa mafanikio makubwa. Hata hivyo, alikiri kuwa bado kuna changamoto kubwa inayotokana na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran ambalo limepinga mchakato huo wa mazungumzo. Tangu kusitishwa kwa mapigano kulipoanza Ijumaa iliyopita, kumekuwa na ukiukwaji wa makubaliano kutoka pande zote mbili. Hata hivyo, hatua hiyo imeelezwa kuwa ya kihistoria, kwani ni mazungumzo ya kwanza ya moja kwa moja kati ya mataifa hayo mawili katika miongo kadhaa, licha ya kuwa katika hali ya vita tangu mwaka 1948. Trump alisema Marekani itaendelea kushirikiana na Lebanon ili kusaidia kujilinda dhidi ya vitisho vya Hezbollah. Aidha, alibainisha kuwa anatarajia kukutana hivi karibuni na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na rais wa Lebanon Joseph Aoun mjini Washington kwa mazungumzo zaidi. Katika mkutano huo, Trump pia alisisitiza kuwa Israel ina haki ya kujilinda endapo itashambuliwa. Kwa upande wao, mabalozi wa nchi hizo walionyesha matumaini makubwa ya kufikiwa kwa amani. Balozi wa Israel alieleza kuwa wanaamini amani inaweza kupatikana hivi karibuni, huku balozi wa Lebanon akishukuru juhudi za Marekani katika kusaidia mchakato huo. Hapo awali, Rais Aoun alisema Lebanon itasisitiza kusitishwa kwa ubomoaji wa nyumba unaofanywa na Israel katika maeneo iliyoingia kijeshi tangu kuzuka kwa mapigano mapya Machi 2. Mazungumzo yajayo yanatarajiwa kujikita katika kusitisha kabisa mashambulizi, kuondolewa kwa wanajeshi wa Israel kutoka Lebanon, kuachiwa kwa wafungwa, kuimarishwa kwa ulinzi mpakani na kuanza upya ujenzi wa maeneo yaliyoharibiwa na vita. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Sar ameitaja Hezbollah kuwa kikwazo kikuu cha amani, akitoa wito kwa Lebanon kushirikiana katika kulivua silaha kundi hilo. Mapigano mapya yalizuka baada ya Hezbollah kurusha makombora kuelekea kaskazini mwa Israel, hatua iliyofuatia mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Israel ilijibu kwa mashambulizi makubwa ya anga na uvamizi wa ardhini, na hadi sasa inashikilia eneo la usalama kusini mwa Lebanon. Hata hivyo, Hezbollah haijashiriki katika mazungumzo hayo, na baadhi ya viongozi wake wamesema hawatazingatia makubaliano yoyote yatakayofikiwa. Sasa hapa kuna mvutano mkubwa sana ambao unaendelea kati ya Hezbollah pamoja na mamlaka nchini Lebanon pamoja na Israel pamoja na Marekani. Hezbollah wamekataa vikali makubaliano haya ya kusitisha mapigano, ikisema kwamba hawayatambui na wanayapinga kutokana na kwamba yanalenga upande mmoja zaidi. Na Marekani yenyewe inajitahidi sana kuhakikisha kwamba wanakwenda kusuluhisha mzozo kati ya Israel pamoja na Lebanon, ambapo makubaliano haya ya kuongeza muda wa wiki 3 ni hatua njema zaidi ambazo zinaonyesha kwa jinsi gani ambavyo hali ya usalama inatafutwa kwa namna yote pale nchini Lebanon. Usiache kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.